Na mtazamaji, tabasamu hili linaashiria kwamba 35.1 ambao mama ameitamka ambapo inaanza Julai sio mchezo kweli kweli, na sisi tumejiandaa vema kulipokea hilo. Karibu sana katika matangazo yetu yanayorushwa live kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Mei 1, 2025 ambapo kambi yetu matibabu itatoa pale Mwalolo, Tabora kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 Mei, upasuaji mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Uko nami Pendo Goton na kusogezea taarifa hizi za habari za kitaifa, lakini pia nitaungana na Beatrice Mush akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. Kutakuwa kuna jambo gani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1. Rais Samia amesema kuwa nyongeza hiyo itaanza kutumika mwezi Julai 2025. Itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi kufikia shilingi 500,000. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi mkoani Singida, Daktari Samia amesema wafanyakazi wamekuwa na mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa nchi na ataendelea kuboresha maslahi ya watumishi hao. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5.5 mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi waendane sambamba na wenzao wa sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Ndugu wafanyakazi, nimalizie kwa kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha sikukuu hii
Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imetoa taarifa kwa umma kuhusu tukio la kushambuliwa kwa katibu Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema Aprili 30, 2025 majira ya saa 4 usiku maeneo la Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini jijini Dar es Salaam ilipokea taarifa ya kujeruhiwa kwa padri huyo. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini Temeke Dar es Salaam ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo. Na baadaye baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi zaidi wa kina unaendelea ili kubaini wahusika wa tukio hiyo na hatua kali za haraka zitachukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amebainisha kuwa juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi nchini zimewezesha mazingira salama na manufaa ya kiuchumi na kijamii, ikitekeleza pia kwa vitendo azma yake ya kuboresha maisha ya wafanyakazi. Mheshimiwa Rais, siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, ambayo huadhimishwa kila mwaka kote ulimwenguni, ni siku ya wafanyakazi kutafakari mafanikio na changamoto kutoka mahali pa kazi. Kwetu sisi serikali na jamii kwa ujumla, tumekuja hapa kuwaunga mkono ili kuwashukuru wafanyakazi kwa mchango wao wa maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kupitia siku hii tunapata fursa mahususi ya kuenzi mchango wa wafanyakazi nchini, kukumbuka historia ya harakati zao, kujadili pamoja changamoto za sasa na kuimarisha mshikamano wa wafanyakazi kutoka sekta zote za umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, juhudi zako za kuimarisha mazingira bora ya kazi nchini, kuongeza fursa za ajira pamoja na kuendeleza mazungumzo kati ya serikali, waajiri na vyama vya wafanyakazi zinazidi kunufaisha wafanyakazi, na kwamba jitihada hizi zinaendana na ujumbe wa kimataifa wa mwaka huu wa Mei Mosi unaosisitiza umuhimu wa amani, utulivu, uanzishwaji wa viwanda, biashara na kazi zenye staha kwa ajili ya haki za kijamii. Mheshimiwa Rais, jana pamoja na kukutana na kamati ya maandalizi ya sherehe hizi inayojumuisha wajumbe kutoka TUCTA na wananchi wa mkoa wa Singida, nilipata pia fursa ya kutembelea ofisi ya Chama cha Walimu Tanzania mkoa wa Singida na ofisi ya Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi TUCTA mkoa wa Singida na kupata nafasi ya kuzungumza na viongozi na baadhi ya wafanyakazi. Mheshimiwa Rais, kwa pamoja walinipa salamu zako na ninaomba nitumie nafasi hii kukufikishia salamu za wafanyakazi Tanzania na Wanasingida wote walioko hapa mbele yako. Wanasema wanafarijika sana na maboresho unayowafanyia wafanyakazi hapa nchini, na wanasema hawana deni walilokudai, ila wewe unawadai na muda ukifika watakulipa deni hilo kwa wema. Mheshimiwa Rais, wananchi hawa na wafanyakazi hawa wanasema wako na wewe, hawatokuacha kamwe katika jambo lako la mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, pokea salamu hizo kutoka kwa wafanyakazi na wenyeji wa mkoa wa Singida. Mheshimiwa Rais, uwepo wako leo katika maadhimisho haya kunadhihirisha
unavyoipa heshima kubwa siku hii ya wafanyakazi, lakini pia unadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 unayoiongoza, inayothamini na kuboresha maslahi ya wafanyakazi nchini. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilaya ya Njombe, Seth Vegula, amesema kuwa kama viongozi wa chama wameguswa sana na hali ya sasa ya kisiasa nchini, ikisisitiza kuwa Chadema ni chama kilichosajiliwa kwa mujibu wa katiba na hivyo kina haki zote za kikatiba kufanya shughuli zake za kisiasa. Akizungumza na wanahabari, Vulega amesema ni jambo la kushangaza kwa chama cha Chadema kinachokosoa mfumo wa uchaguzi na kupendekeza mabadiliko ya katiba kukumbwa na kesi nzito kama uhaini. Lakini jambo lingine ambalo tumekwenda kukubaliana kwenye mashauriano haya ya wilaya ni kutoa kauli ya kulani kwa watawala na kwa jeshi la polisi kwa namna jinsi wanavyotufanyia Chadema. Sisi kama viongozi wa chama na kama wanachama wa Chadema inatupa hasira sana. Sisi ni binadamu, tuna mioyo ya nyama. Sisi ni chama kilichosajiliwa kikatiba. Sio chama ambacho kimesajiliwa kihuni. Tumesajiliwa kikatiba, tuna haki zote kwa mujibu wa katiba. Hata hii katiba mbovu inatipa uhalali wa kuona sisi kama chama cha siasa tuna haki ya kufanya siasa, lakini tuna haki ya kutoka na ajenda, na tuna haki na wajibu wa kuzungumza na Watanzania, kuwaelimisha, lakini pia tuna haki ya kuwashauri watawala kwenye mahali ambapo hapajakaa vizuri, tuone namna gani tunaweza kukaa vizuri. Sasa ni kitu cha ajabu. Chadema sisi kama chama tunazungumza kuhusiana na kwamba tuna mifumo mibovu ya kiuchaguzi na tuna katiba ambayo haitoi uhuru na fursa kwa wote, kwa Watanzania. Leo tunapewa kesi za uhaini. Mwenyekiti wetu wa chama amewekwa ndani kwa makosa ambayo kila mmoja anashangaa. Yaani anayejua siasa anashangaa, wana CCM wenyewe wanashangaa, hata sisi wana Chadema tunashangaa, hata viongozi wa dini wanashangaa, hata mabalozi wanashangaa kwamba hii kesi ya uhaini imetoka wapi? Hivi muhaini ni mtu wa aina gani? Lakini hiyo haitoshi, wao wametengeneza hiyo kesi. Wanakwenda kutuzuia tusiende mahakamani kwenda kusikiliza kesi ya mtu ambaye wao wanamuita ni muhaini. Hii inatupa hasira ambayo inawezekana sisi tukishindwa, pengine watoto wetu wanaweza wakaja kulipa visasi ambavyo hatupendi kwenye nchi yetu vitokee. Sisi tunaweza tukasema kwamba tunailanije jeshi la polisi. Unawezaje kwenda mahakamani ukawakamata watu mahakamani, watu ambao hawana kiwembe, hawana panga, wala hawana kisu, wala hawana silaha yoyote, ila wana haki ya kwenda kusikiliza kesi, kwa sababu mahakamani hata majambazi walioiba na kuua, hata watu ambao wamefanya makosa makubwa, wana haki ya ndugu jamaa na marafiki zao na jamaa zao kwenda kusikiliza kesi zao. Lakini wao wanakwenda kutuzuia sisi kama chama tusiende kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Muguna Lissu. Mbaya zaidi, hawa jeshi la polisi wametoa vipigo kwa wanachama wetu wa chama na kwenda kuwatupa mapolini. Kitu cha kusikitisha, unamchukua mtu mahakamani, unakwenda kumpiga, unakwenda kumtupa mapolini, halafu kamanda wa polisi anatoka hadharani, anakuja kutamka bila hata aibu. Anasema kwamba wale watu waliopigwa, waliotupwa huko mapolini, waseme walipigwa na nani. Hivi kweli tuna jeshi ambalo mpaka leo Mtanzania anaweza kafanywa kitu chochote halafu wao wasijue? Haya, kama nyie sio nyie mliowapiga hao wanachama kuwapeleka huko mapolini, haya tokeni mtuambie kwa uchunguzi wenu ni akina nani waliowapiga wanachama wa Chadema, waliowateka mahakamani na kwenda kuwapiga huko polini. Basi angekuwa muungwana hata kidogo kamanda wa polisi Muliro, angeweza kusema kwamba wamefanya uchunguzi, wamewapata watu ambao wamehusika kuwakamata na kuwateka viongozi wa Chadema na kwenda kuwatupa mapolini. Sisi tunataka tumwambie wilaya ya Njombe Muliro kwamba wewe ni binadamu uliyezaliwa na mwanamke. Siku zako ni chache sana za kuishi hapa duniani. Kama unamuogopa Mungu, mrudie Mungu wako. Na tunasikitika kuona jeshi la polisi mnachagua upande. Yaani
Wafanyakazi pamoja na wadau wa maendeleo mkoa wa Mbeya wametumia sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi kuwatembelea na kuwapelekea mahitaji watoto waliozaliwa katika wodi ya hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Akizungumza wakati wa kukabidhi mahitaji hayo, mdau wa maendeleo Edwin Luvanda amesema ni furaha kuitumia sikukuu ya wafanyakazi kuwapa furaha watoto wenye uhitaji kupitia hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Ambao wanahitaji mahitaji tukachangiana kidogo. Jamii ambayo ipo inatuzunguka Mbeya na nje ya Mbeya, watu wametuma kwa kisa jambo linaenda vizuri, na kama mlivyoona tumechangiana kidogo tumekuja kuwawezesha kuona watoto wetu. Leo ni sikukuu yangu, mimi ni mwalimu professional na leo ndio sikukuu yetu. Kwa hiyo naona kama ni sehemu ya sadaka kupitia ile kitu ambacho mimi nakifanya katika kazi yangu ya serikali, kuja kuona watoto. Kwa hiyo kwangu nimefurahi sana. Tumefurahia sikukuu yetu ya wafanyakazi, lakini watoto pia uko wamefurahi zaidi. Tuliwiwa kabla ya kufanya hiyo jambo letu, tukaona tuje tutembelee watoto katika hospitali ya rufaa. Na kwa nini tumeona tuje kutembelea watoto? Tulikuja mwanzoni kuona uongozi wa hospitali ya rufaa kwamba nataka kuja kuwaona watu wenye uhitaji, lakini uongozi wa rufaa ukatuambia kwamba kwenye mahitaji sana ni kwenye wodi ya watoto. Ndio maana tumewiwa leo kuja hapa kwenye wodi ya watoto. Tunapokuwa huko mtaani hatujui matatizo yaliyopo hospitalini na wapi na sehemu zingine. Kwa hiyo tunahusia sana jamii watembelee sana watu wenye mahitaji, waweze kuwasaidia kwa chochote. Tumeona tuungane na MC Luvanda pamoja na usiku wa maharusi katika kuja kutoa sadaka kidogo kwa wahitaji ndani ya hospitali ya kanda ya rufaa wodi ya watoto. Kwa hiyo tukiwa kama wadau wa mkoa na wafanyabiashara, na leo ikiwa siku ya wafanyakazi, basi kile kidogo ambacho tunakipata katika utendaji wetu wa kazi, tumeona tuungane na wengine kusupport wale ambao wanashindwa kufanya kazi kwa sababu aidha ya ulemavu au maradhi. Kwa kile kidogo tunachokipata, tumeona siku ya leo tuje tupate baraka hizo kwa kuungana nao. Siku ya leo nimefurahi sana, na ni kwa niaba ya uongozi wa hospitali, lakini kwa niaba ya uongozi wa wodi za watoto wa hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya. Tumeshukuru kuwapokea wageni wetu grupu la usiku wa maharusi. Tunashukuru kwa zawadi zote zilizotolewa. Tumepokea kwa moyo mmoja, tunasema asante, Mungu awabariki sana. Zitatusukuma na kutupeleka mahali, kwa sababu watoto wanayo mahitaji mengi, lakini hata ile zawadi mlioitoa sisi tunaona kwamba ni kubwa, itatusaidia na watoto wetu wataendelea kuzitumia, na hata kwa siku nyingine tena. Jamani, Mungu akiwasaidia, akiwajalia, tutaendelea kuwapokea tena. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Naitwa Jessica Baton Sanga, ni muuguzi katika wodi ya watoto wenye utapiamlo. Kulingana na msaada ambao mmetuletea siku ya leo, utatusaidia sisi kama wauguzi pamoja na hawa wazazi wenye watoto wenye changamoto hii ya lishe, kwani changamoto hii inasababishwa, kuna wengine kwa sababu ya kutokuwa na lishe nzuri, lakini wengine kulingana na magonjwa ya kudumu. Kwa hiyo hii itatusaidia sisi na itawasaidia kuwapunguzia makali ya maisha ya wazazi wetu. Na mtazamaji, huo ni mkusanyiko wa taarifa ya habari za kitaifa, lakini pia niungane na mwenzangu Beatrice Musha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Polisi nchini Kenya wamesema kuwa mauaji ya mbunge Charles Ongondo Were yaliyotokea jijini Nairobi huenda alikuwa ya kupangwa. Were aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya gari lake katika barabara ya Ngongi, na mshambuliaji aliyetekeleza uhalifu huo alikuwa abiria kwenye pikipiki. Msemaji wa polisi amesema jinsi tukio lilivyotokea lilionyesha kuwa huenda lilikuwa limeandaliwa. Rais William Ruto ametuma salamu za rambirambi kwa familia ya Were na kwa wakazi wa Kasipul, na ameagiza uchunguzi ufanyike ili waliotekeleza mauaji hayo wachukuliwe hatua. Were alikuwa mwanachama wa chama cha ODM kilichoongozwa na Raila Odinga. Urusi imeripoti vifo vya watu 7 na majeruhi 20 baada ya shambulizi la droni kutoka Ukraine kulenga soko lenye shughuli nyingi katika eneo la Olesky linalodhibitiwa na Urusi mkoani Kherson. Wakati huo huo, Ukraine imesema
amesema Urusi ilishambulia mji wa bandari Odessa na kusababisha vifo vya watu wawili na zaidi ya majeruhi 15 na kusababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi watu 15. Shambulizi hili lilisababisha moto mkubwa ulioteketeza miundombinu. Jeshi la anga la Ukraine limeeleza kuwa Urusi ilitumia makombora 5 na zaidi ya droni 170 kushambulia maeneo mbalimbali usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi haya yamefuatia kusainiwa kwa makubaliano kati ya Ukraine na Marekani kuhusu uwekezaji kwenye uchimbaji wa madini nchini Ukraine. Rais wa mpito wa Korea Kusini Han Duck-soo ametangaza kujiuzuru ili kutoa nafasi kwa mchakato wa uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika mwezi ujao. Huku kukiwa na dalili kwamba anaweza kuwania urais rasmi, vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kuwa anatarajia kuzindua kampuni yake hapo kesho. Akieleza uamuzi wake, Hans amesema amefanya maamuzi hayo baada ya tafakari ya kina kuhusu wajibu wake katika taifa katika kipindi hiki muhimu. Ingawa bado hajatangaza nia ya kugombea, hatua yake inaashiria mwelekeo huo. Awali Han alikuwa waziri mkuu na akaongoza nchi kwa muda baada ya kuondolewa kwa Rais Yoon Suk aliyesababisha taharuki kwa kuweka nchi chini ya utawala wa kijeshi mwishoni wa mwaka uliopita. Shukrani sana Beatrice Musho kwa kutupitisha duniani leo katika habari hizo, na mimi nikwambie mtazamaji nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikushukuru pia kwa sababu umeendelea kutazama SQF TV. Endelea kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, lakini pia nizidi kukukumbusha kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, ulikuwa nami Pendo Gorton, nikutakie wakati mwema. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.